Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji katika mwendelezo huu wa kujifunza mwongozo wetu huu, lakini kupitia Biblia. Na sasa tuko somo la 12. Wiki iliyopita kuna somo la 11, tulikuwa tunaangalia masharti ya pambano. Masharti na mipaka. Masharti na mipaka. Lakini leo somo la 12 tuna kitu kizuri kingine tunakuletea: upendo na haki. Somo letu kubwa la roho hii na haki. Lakini anasema amri kuu 2. Upendo na haki. Amri kuu 2. Wiki hii tuna fungu letu la ukariri na kiongozi la wiki nzima natoa kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza Yohana 4 fungu la 20 nasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo. Mwongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Basi kabla ya kuanza tupate ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa namna ambavyo umekuwa pamoja nasi. Asante Baba. Kutoka wiki iliyopita. Bado tunakuhitaji utufungulie macho, uzidi kutafakari maneno yako haya. Na siku ya leo tunahitaji pia na wiki nzima hii. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Macho yafunguke. Hili fungu ni zito hili. Ngoja muona Mungu unaweza nampenda sana. Yule jamaa mimi namchukia. Kwa hiyo upendo kwa jirani. Upendo kwa jirani Unadhihirisha upendo kwa Mungu. Upendo kwa Mungu. Sasa upendo kwa jirani. Unaweza kumpenda jirani wakati unamchukia? Kwa hiyo chuki na upendo ni hasi na chanya. Haviwezi kuchanganya. Maji mafuta. Haviwezi. Hilo fungu linakotokea anafananisha Kaini yule muuaji aliyemchukia ndugu yake. Sawa. Na ile ilikuwa ni dhuluma, ilikuwa ni chuki na dhuluma. Ipo duniani au haipo? Ipo. Hata miongoni mwa watu wanasema nakupenda. Hata miongoni mwa watu wanasema nakupenda. Hata nje ya kanisa, nje ya familia, nje ipo. Upendo na haki. Upendo na haki. Hivi kama tunampenda Mungu na tunaona dhuluma iko pale, huenda kuna uwezekano kwamba tunaitwa kuonyesha upendo wetu kwa Mungu kwa kumtetea anayedhamiriwa, anayedhulumiwa. Ni sahihi? Sahihi kabisa. Kwa wiki hii tutaenda kuangalia mambo hayo kwa kinaga ubaga. Inabidi kwanza haya maneno tunatumia sana, upendo. Hivi lazima unajua upendo na tafsiri nyingi. Mtu anasema napenda kuku, nadhani ndio tunaongoza kutumiwa. Mtu anaweza kusema napenda muziki, lakini nini maana ya upendo? Kulingana na Biblia, kulingana na Yesu Kristo, mimi nadhani twende moja kwa moja kwenye umesema somo la Jumapili. Sasa amri kuu 2. Twende na ni zipi hizo? Mathayo 22:37 mpaka 40. Mathayo 22:37 mpaka 40. Sawa. Sasa lawyer, mwanasheria anamuuliza Yesu, amri ipi ndio kuu? Sikia jibu la Yesu. Mathayo 22 fungu la 37 hadi 40 nasema, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. 40. Katika amri hizi 2 hutegemea Torati yote na manabii. Ya kwanza umpende Mungu. Kivipi? Kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Hebu tafakari vizuri, tutafakari kidogo. Akili zako zote, akili zangu zote, nguvu zangu zote, roho yangu yote. Basi kwa mpaka hapo mimi niseme pende Mungu kwa kila kitu chako chote. Aya, sisi unapoonyesha upendo kwa paka unamshika. Sawa. Anasikia upendo, anatulia. Hata simba, hata kubweke. Kweli? Simba, ukifaulu lakini kufika. Sasa tunaonyesha upendo kwa mtoto tofauti, kwa mke tofauti, kwa ndugu tofauti, kwa yani
context tofauti. Sasa hapa kwa Mungu tunaonyeshaje upendo kwa Mungu? Kwa akili zetu zote, roho yetu yote, nguvu zetu zote, ambayo kuna mfano wowote, maana anasema Torati yote na manabii inajenga juu. Kuna mfano wowote katika Torati na manabii au ufafanuzi juu ya hilo? Umeona mahali popote mfano katika Torati na manabii? Au amri 10? Twende kwenye amri 10. Ya amri 10. Mfano amri 10 za Mungu anasema mimi ndiye Bwana Mungu wako nilikutoa hivi, usiwe na miungu mingine. Kwa hiyo tunaonyesha upendo wa Mungu kwa kutokuwa na miungu mingine. Sahihi kabisa. Ingine katika kutii sauti yake. Sanamu ya pili ile. Sanamu ya pili anasema mfano mwingine wa sanamu. Mfano mwingine wa sanamu. Anasema mimi ndiye Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote. Ingine jirani yako. Twende kwa Mungu kwanza tumalize. Nyingine ya Mungu tunaonyeshaje upendo kwa Mungu? Okay, upendo kwa Mungu pia kuheshimu pia hata siku zake. Sasa naomba nikwambie hapo ndipo nahisi kwamba tunafanya makosa. Tunasema sita za mwisho zinahusu upendo kwa jirani. Alafu 4 zinahusu upendo kwa Mungu. Lakini ukijaribu kuangalia vizuri, hii ya 4 ina mega kote. Sawa. Tunaonyesha upendo kwa Mungu na kwa jirani. Hapo. Lakini ya 3 inasema yani unaitwa kwa jina langu. Libebe kwa heshima. Sawa. Linda heshima yangu. Ndio hivyo? Usitaje bure jina la Bwana Mungu. Hapo tunaonyesha upendo. Na kwa jirani tunaonyeshaje? Mifano yote. Na kwa jirani napo tunaonyesha kutotamani mali yake. Kutotamani, hata kutamani sijachukula. Kutamani. Haya, endelea. Kutotamani mali yake. Kuto kumuua. Kuto fanya uasherati. Na Yesu anaenda mbali, sio kumuua tu, hata kuchukia. Hata kama hujaoa kama Kaini ukasema ni mpige ya kichwa. Hata kuchukia. Na kadhalika. Nadhani muda hautatosha. Amri 10 zinafafanua hili. Sasa kuna mtu mmoja alifundishwa amri hizi tangia utoto. Akatafuta kuzishika. Kumbe bwana, inabidi tufuatilie jibu la Yesu vizuri, maana anamsahihisha huyo. Mathayo 19 mstari 16 mpaka 16. 16. 25. Wewe umeshashika hizo amri? Au mimi nimeshika amri zote? Haleluya. Mathayo 16 mpaka 25. Nilikuwa nauliza umeshika hapa kichwani au umezishika unatembea nazo? Au unasema hilo subiri kidogo. Lakini mimi naamini ni swala la unyenyekevu kukiri kama unampenda Mungu. Au unampenda jirani kwa kuzishika amri. Anyway, hilo tuliacha kidogo maana naona twende 19 fungu la 16 mpaka 25. Kijana tajiri. Natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, "Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" Sawa. Akamwambia, "Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri." Akamwambia, "Zipi?" Yesu akamwambia, "Ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie jirani uongo, waheshimu baba yako na mama yako, mpende jirani yako kama nafsi yako." Yule kijana akamwambia, "Haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena?" Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate." Yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni." Amen. Yesu mwishoni mwishoni mwa hotuba yake anasema, "Tafuteni kuingia katika ufalme wa mbinguni njia nyembamba." Kwa sababu kama wewe ni tajiri una mali nyingi, upiti. Alafu unataka upite nazo. Alafu umewacha maskini huko. Unapambana kuingia. Yaani unasema mimi nataka raha za huku na za kule.
una mafurushi mpaka upite na umeshikilia na unataka, anasema upite, na anasema kama akipita basi huyo sio tajiri tena, lazima labda ni tajiri wa ufalme wa Mungu, lakini sio tajiri tunayefahamu tajiri kwa maana hii. Ni ngumu sana. Sasa kuna shida gani kwa huyu kijana ambaye anaondoka kwa huzuni wakati alitamba amezishika amri? Inaonekana hajazishika. huyo. Anaingia uzimani huyo. Anapenya mlangoni huyo. Shida iko wapi? Shida mimi niseme kwamba alizikariri zile amri. In fact, sio tu kuzikariri. Hakutunza Sabato. Alitunza Sabato Ya siku ya saba. Siku ya saba. Alikuwa Myahudi. Alikuwa Myahudi. Lakini hakuelewa. Alikuwa na miungu migeni kwamba ndio alikuwa nayo mali. Mamoni. Mamoni. Kwa hiyo alithamini mamoni kuliko maskini. Sahihi kabisa. Kwa hiyo ukimpenda Mungu utaangalia maskini. Utaangalia maskini. Yeye anasema nampenda Mungu kume mdomoni. Na ukivunja moja unakumbuka fungu la kukariri. Utasemaje unampenda Mungu ambaye hujamuona? Alafu unamchukia ambaye unamuona. Ulishapita mtaani karibuni hapa Mbezi hapa tuna watu wengi, stendi kubwa sana hapa na kuna watu maskini wamekaa pale. Ushaona hivi? Jaribu nalo lipataga, nikwambie ukweli tu sasa. Nikiwaona wale omba wamekaa pale, yaani natamani nisimwangalie. Yaani natamani nipite haraka. Lakini nasikia sauti inaniambia ndio sura yangu, mimi ndio nimekaa pale. Ni jaribu kubwa. Yaani kumuona maskini tunasema namuona Mungu kama ndio sura ya Mungu hii. Kwa lugha nyingine Mungu anataka tu, anasema yaani kama wewe kweli unanipenda, utampenda jirani yako, utampenda maskini, utampenda mgonjwa, utampenda. Na imekaje hiyo kitu? Kweli wakati tunaongea hapo imenitafakarisha. Yaani kuna vitu vingine kumbe Mungu anatuletea hapa. Huyu bwana nimeshamsaidia sana. Huyu bwana siwezi kumsaidia. Na wakati kumbe Mungu ndio yuko pale. Yaani tumeshajiwekea picha kwamba Mungu na vitu muone katika uzuri, anapotajika katika uzuri, katika Mungu ni dhaifu, Mungu ni mnyonge. Naomba msaada. Kumbe kule Mungu yuko uchi. Yuko uchi. Mathayo 25. Kama umemwona Mungu utampenda na aliye uchi pia. Kama umemwona katika swala. Rafiki yangu, ninaamini mpaka hapo umefika pamoja na sisi. Tumepewa amri kuu ya kwanza na ya pili inafanana na hiyo. Kumpenda Mungu ni kumpenda jirani. Mungu ni Mungu wa haki. Mungu analia pamoja na wanaolia, walionyimwa haki, wanaodhulumiwa, waliokosa nguo, waliokosa chakula, waliokosa upendo, waliokosa neema, waliopungukiwa. Mungu atufungue macho. Hii inatakiwa kumbe kuwa na moyo mpya. Nadhani moyo ni wengine tofauti, sio ule wa zamani. Baba yetu, tunahitaji moyo mpya. Hatuwezi kukuona tukiwa na moyo unaopenda mali, unaopenda miungu yetu, unaopenda mali zetu, unaopenda vitu vyetu, unaopenda heshima yetu, majina yetu, hadhi yetu kuliko watoto wako, kuliko watoto wako wasio nacho. Neema yako inatosha. Fungua macho yetu. Tuonyeshe upendo sasa kwako sawa sawa, kwa kuwabusu, kwa kuwasalimia, kwa kuwapatia fedha, kwa kuwapatia maji, angaa kikombe kidogo cha maji, kuziba kukata kiu yao. Baba, ni katika jina la Yesu tunaomba yote haya. Amina. Amina. Leo ulikuwa pamoja nami Arnold Rubinza, nami Enos Mwakalindile. Karibu sana katika kuendelea kupatia mfululizo wa vipindi hivi, na kesho tunasoma uzuri sana linalosema dhambi kuu mbili. Leo tuliona amri kuu mbili. Kesho dhambi kuu mbili. Dhambi kuu. Wow, usikose. Sijui ni zipi. Karibu kesho tunaenda kuziona kwa pamoja. Usisahau kusubscribe, pia ku like, share pia na mwenzako. Tunaletea vipindi hivi kutoka nchi ya Tanzania na hapa mahali panaitwa Dar es Salaam, hapa ni Temboni. Karibu sana. Hii ni Maisha Kamili. Amen.